kukomboa uhai. So tutasoma kitabu cha tutaanza na 1 Corinthians 10:31. Nataka tuanze hapo alafu tutasoma Romans 1 Corinthians 10:31 inasema, basi mlapo au mnywapo, yani mkikula kitu ama mkikunywa kitu ama mkitenda jambo lolote, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Right? When you drink, when you eat, fanya kwa utukufu wa Mungu. Ama ukifanya jambo lolote, ukikula, kula kwa utukufu wa Mungu. Ukiomba, omba kwa utukufu wa Mungu. Ukivaa, vaa kwa utukufu wa Mungu. Ukitembea, yani kila kitu fanya kwa utukufu wa Mungu. Ila sisi kwenye ulimwengu wa damu na nyama tumeanguka, kuna mambo ambayo hatuyafanye kwa utukufu wa Mungu. Lakini Biblia inatukumbusha tukifanya chochote tufanye kwa utukufu wa Mungu. Right? Romans tuta connect na hicho kifungu. Romans 8 kuanzia mstari wa 19 mpaka 20. Nitaisoma yote. Romans 8:19 mpaka 20. Warumi 8:19 mpaka 20 nasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote vinatazamiwa kwa shauku kuu, yani they are waiting, all creation they are waiting kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Lakini of course tulishafunuliwa ile time Yesu alikuja, tulifunuliwa, sisi ndio wana wa Mungu. 20 nasema, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili. Viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili. Tunaenda polepole, tutakonect hapo. Si kwa hiari yake, ila kwa sababu ya yeye anayevitisha katika tumaini. 21 inasema, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni sisi. So viumbe vyote vitatolewa kwenye uharibifu, utumwa wa uharibifu. Kumaanisha mchawi anaweza tumia chochote, maana zilishatiishwa chini ya ubatili. Viumbe vyote vilitiishwa chini ya ubatili. Ndio maana mchawi kwenye ulimwengu wa roho anaweza geuka akawa hata kama mdudu. Ukasema nimepandiwa na mdudu, kumbe na amekuja kuchunguza maisha yako. Biblia inasema huwafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Yaani malaika wa Mungu anaweza kuwa upepo leo, malaika wa Mungu anaweza kuwa kama miale ya moto. So unaweza kuona moto kumbe ni moto, shetani pia na malaika zake kumbe ni pepo limegeuka limekuwa moto. Ndio maana shetani alipatiwa nafasi aanze kufanya mambo kwa Ayubu, ghafla moto katoka juu, ghafla tukaona maji, kumbe ni wale malaika zake amewatuma wanageuka na kuwa moto. Wanaweza badilisha umbo. Kwenye ulimwengu roho, pepo linaweza vaa mwili. Demon, joka linaweza vaa mwili likaja kwako. So mchawi anaweza tumia kitu chochote. Na hapa tumeona viumbe vyote vinatazamia kwa shauku kuu. Kumaanisha mchawi anaweza tumia hata kamdudu, kumaanisha mchawi anaweza tumia hata kitambaa, anaweza tumia damu, anaweza tumia umbu. Unaweza ona kaumbu tu sana haja na damu yako, anageuka na kuwa kama umbu. Anakuja, anafyonza damu yako, anaipeleka kwa madhabahu. Kumbuka mtu akipata sehemu ndogo ya damu yako, amekupata wewe. Akipata sehemu ndogo ya damu yako, amekupata wewe. Damu yako ina uhai. Nataka tuende polepole. Kusoma kitabu cha mambo ya Walawi ama Walawi 17 mstari wa 10 mpaka 11 inasema, na mtu awaye yoyote wa nyumba ya Israeli au mgeni akae kati yenu atakayekula damu ya namna yoyote, nitamwelekeza uso wangu. Mungu yani atatoa uso wake kwake. Mstari wa 11 unasema, maana uhai wa mwili u katika damu. Na mchawi tumeona viumbe vyote vimeekwa chini ya ubatili. Like wachawi wanaweza tumia kabisa. So mchawi anaweza kuja akachukua damu. Ukiwa hai, unaweza kuwa uko jikoni unapika ukajikata ghafla. Kumbe wanadai damu. Sehemu ndogo tu ya damu yao inawafaa, kidogo tu ya damu. Kwa wasichana siku zenu za mwezi. Kuna wengine wanatupa pad ovyo. Wanatupa pad ovyo. Umemfuta mwanawe ile diaper unaitupa ovyo. Mchawi anaweza tumia hata pad kukufunga, anataka sehemu ndogo ya sehemu kidogo tu inamfaa sana. Unapoitupa pale kuna mali zinakusanywa. Hawezi kujua wewe kwa sababu haujafanya kwa utukufu wa Mungu.
umeona ni uchafu ule, ukautupa. Kumbuka kwa wasichana sana sana inakuwa ni kama first fruit, ni kama uzao wako wa kwanza. Sasa ile time, kwa sababu mayai lipevuka na mtoto hajapatikana, like the womb has to be clean, ikuwe ready kwa the next season. So wana collect ile, wakati collect damu ikitoka, unatupa pad yako ovyo. Kafara inaweza fanywa kupitia ile pad. Unaweza kuwa umejikata ghafla, kumbe ni damu. Utajiuliza damu inapotea vipi? Si nimejikata tu, nimekuwa jikoni nimejikata ghafla. Kwa taarifa yako, there is no such thing kama ghafla kwenye ulimwengu roho. Hakuna kitu kama ghafla. Eti umejikata kwa bahati mbaya. Sorry. Hakuna kitu kama nimejikata kwa bahati mbaya. Kwa wazazi, ile siku ulipata mtoto, womb ulipeleka wapi? Womb ulipeleka wapi? Walawi, I think ni Chronicles. Womb ulipeleka wapi? The womb. Kuna wengine waliacha kwenye hospitali. Vitovu vilienda wapi? Ulipoenda kufanywa kutairiwa, ile sehemu ya mbele ilipelekwa wapi? Kuna mama wa ukoo alikuja aka collect vitovu. Kuna wengine walivichoma. Kuna wengine walienda Leviticus. Kuna wengine walienda na zao akaenda nazo nyumbani. Kuna mambo yanafanyika kwenye ulimwengu roho ambayo yanakaa kama si ya kawaida, lakini Biblia inatuambia hapa viumbe vyote vilitishwa, zinangojea kwa shauku kuu kufunuliwa kwa wana wa Mungu, right? So kuna mambo yanatokea. Akipata sehemu ndogo tu ya damu yako, sehemu ndogo tu ya damu yako, amekupata wewe. Ni kama vile mtu akifa miaka mingi, alafu sehemu ya mfupa wake ukapatikana, atajulikana ni nani. Damu yako pia ikipelekwa mahali fulani, inaweza kuna ajali imetokea, watu wamemwaga damu, kuna mapepo yanakunywa damu, alafu wale watu wanaweza kuchukuliwa. Kumbuka wachawi kutoka wachawi wa Misri, kitabu cha Kutoka mstari wa 7, chapter 7 kuanzia 10 mpaka 12, inasema mstari wa 10 inasema, basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya kama vile Bwana alivyoamuru. Haruni akaitupa fimbo yake, ile fimbo ikageuka ikakuwa nyoka. Mstari wa 11 anasema, ndipo Farao naye akawaita watu wenye hekima na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo hivyo. Unanipata? Lakini of course fimbo ya Musa na Haruni iliwameza wale nyoka. So mchawi unaweza ona ni mwili, unaona ni mwili wa mtu kwa pale umeanguka, umpata ajali, wamepata kafara, mapepo yakanywa ile damu, alafu ule mwili pia unaweza chukuliwa, gogo likaekwa pale, likageuzwa, Kiswahili wanasema likanuizwa, likawa kama ni mtu. So kuna watu mmezika watu lakini hamjazika watu. Mnadhani mmezika watu lakini hamjazika watu. Unanipata? Kuna watu pia nyota zao zilienda kwa sababu ulikuwa hauna ufahamu, ukapeleka uhai wako na damu yako ya siku ya mwezi, uhai wako ukaenda. Ulipopata mtoto ukajifungua, umbu ikaenda, ama wewe ulizaliwa mamako alipeleka umbu mahali fulani, ama ilichukuliwa. Kuna hospitali unapata kuna paka wengi, wako paka wengi sana. Unapata mahali wanawake wanajifungua, paka ni wengi, wale si paka, wengine ni watu wamejigeuza, wamekuwa kama paka, ama ni roho zimeingia ndani ya paka. Unaona paka zinakula zile nyama usiku, sababu hata mwenyewe hujui zinapelekwa wapi, right? Na damu iko na uhai wako, damu iko na uhai wako. Kitabu cha Kutoka 7 tena mstari wa 20 na 22 nasema, Musa na Haruni wakafanya kama Bwana alivyoamuru. Haruni akainua fimbo yake na kupiga maji, ile maji ikageuka ikawa damu. Maji ilipogeuka ikawa damu, waganga wale sasa, waganga wakafanya hivyo hivyo kama walivyofanya Musa. So waganga wana uwezo kwenye ulimwengu roho kufanya mambo fulani, ila kwa nguvu ya shetani. Kwa nguvu ya shetani. So tumesema damu iko na uhai. Damu iko na uhai. So unaweza kurogwa kupitia damu. Kurogwa kupitia damu kupo kabisa, unarogwa kabisa. Kitabu cha Mwanzo chapter 4 mstari wa 10 inasema, hapa ni of course story ya Kain na Abel. Mungu anamwambia, naye akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. So sauti inalia, maana ile sauti iko na uhai. Sauti ya damu ya Abel inalia, maana iko na uhai. So damu iko na uhai.
Nikichukua damu yako nimekupata wewe. Nikibaki na damu yako nimekupata wewe. Nikibaki na damu yako ile ya siku ya mwezi nimekupata wewe. Naweza kucontrol kabisa kabisa. Kuna watu vitovu vyao vimebaki kijijini. Ndio maana mara kwa mara unaota huko kijijini. Kuna mtu amebaki na kitovu chako, na wachawi hawana huruma. Amebaki na wewe, anakumonitor. Kumbuka kuna wachawi pia wanaroga kwa nguo. Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24 unasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na kwa damu yake ya kunyunyiza inayonena mema kuliko damu ya Abili. Damu ya Yesu pia inanena mema, ila kuna damu ambayo inaweza kuwa inanena mabaya. Na hiyo damu ambayo inanena mabaya inaweza kuwa ni damu yako ilichukuliwa, ila haukujua. Ulijikwaa tu kaanguka ukatoa damu ukasema nimepata ajali. Hakuna ajali. Elia alipokuwa na wale makuhani wa Baali, walipokuwa wanaenda kutoa kafara, wakatoa kafara zao wakalia, o Baali njoo tuokoe, o Baali. Walipoona kuna kitu kinatokea wakaanza kujikatakata wao. Kama kuna mtu hapa ameenda kwa mchawi, mchawi ni either akuchanje chale, akukatekate, alafu kuna kitu anakuweka, ama akuoshe. Kuna wengine wanaoshwa kwa maji, ama anakuambia leta kuku, ile kuku ifanye agano ya damu. So ile kuku inageuzwa. Ikigeuzwa sio damu, si damu ya kuku tena, inakuwa ni kama damu yako. Yaani wewe umejishikanisha na ile damu ya kuku. Ndio maana mchawi anaweza geuza maji ikawa damu. So amekuunganisha nayo, ila wewe hujui. Umefanya agano, lakini ile damu unadhani ni ya kuku, lakini ni damu yako kabisa. Ni damu yako kwenye ulimwengu roho, ila haujui. So inatendeka hivyo kwenye ulimwengu roho. Unafungwa fikra kabisa kabisa, anafanya mambo yake, anakuambia leta kuku wa green. Hapa hajaitokea kuku wa green. Unaenda unamtafuta, hata unampaka rangi, unampeleka pale, anachinja pale, damu inatoka nyekundu, kumbe unafanya maagano, unafanya mapatano na kuzimu. Kitabu cha Mwanzo chapter 4 mstari wa 11 inasema, na Yesu mjumbe wa inasema, na sasa umelaaniwa hapa Mungu sasa, na sasa umelaaniwa katika ardhi ambayo imefungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. So ardhi inafungua kinywa, alafu mapepo yanakunywa. Yakisha kunywa ile damu, mengine si mapepo, mengine ni watu. Hawaoni lakini wanakunywa damu. Wanakunywa damu. So kuna mtu anaweza kuwa kuna kunguni nyumbani, lakini wale si kunguni, wale ni kunguni wa kichawi. Wengine ni watu. Anakuja ananyonya damu, anakufyonza, anapeleka kwa madhabahu fulani. Kuna panya inakuja, inaingia kwenye nyumba. Panya inaingia kwenye nyumba. Ikiingia kwenye nyumba inaiba nywele. Unashangaa inakula suruali. Ikishakula suruali inapeleka mahali fulani. Akipata kitambaa kidogo tu cha vazi ya nguo yako, amekupata wewe. Uchawi wa nguo. Kuna uchawi wa nguo. Inaitwa uchawi wa kupiga mafundo. Uchawi wa kupiga mafundo. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 15. Hapa tunaongelea uchawi, lazima tukomboe vitu vyetu. Kuna vitu vilienda. Kwa bahati mbaya tu tulikuwa tunafahamu, maybe mama alipeleka kitovu mahali, maybe hata nyanya alipeleka kitovu, alafu akafanya maagano na ukoo, lakini haujui wewe. So Matendo ya Mitume chapter 5 verse 15 nasema, hata wakawatoa wagonjwa katika njia, wakawalaza juu ya vitanda na machela, ili Petero akipita angalau kivuli cha Petero kiwaangukie baadhi yao. Kivuli cha Petero iangukie wagonjwa. Ukienda mstari wa 16 unasema, na watu wengi wakakusanyika katika mji ya jirani Yerusalemu, wakileta wagonjwa na wale waliosetwa na pepo wachafu, nao wakaponywa. So hapa tunaona kivuli cha Petero kiliponya watu, kiwafukuza mapepo. Kivuli ni kivuli peke yake. So kivuli chako kumbe pia ni wewe. Mtu anaweza kuibia kivuli. Mtu anaweza kuibia kivuli, akaiba kivuli kabisa. Anaweza chukua vazi lako akalipeleka mahali. Matendo ya Mitume tena 19 kuanzia verse 11 to 12 inasema, Mungu alikuwa akifanya miujiza ya ajabu kwa mikono ya Paulo. Hata vitambaa na leso. Sio unaelewa? Hata vitambaa na leso zilizogusa mwili wake zikapelekwa kwa waganga, kwa wagonjwa, magonjwa yakawaacha. Kitambaa cha Paulo. Yaani Mungu alifanya mambo makuu kitambaa cha Paulo. Shetani hivyo hivyo pia anaweza fanya miujiza kupitia vitambaa. Kama mtu anaweza kuja akakupatia nguo,
Kama zawadi kwa wamama ambao wamejifungua watoto, umewaita watu wengi sana wakaleta zawadi. Baadhi ya wale watu amini nakwambia, wengine ni wachawi. Wewe unawaita marafiki, wengine ni wachawi. Akakupatia nguo ya mtoto, kumbe ni nyota ya mtoto imeenda. Ndio maana kabla hujafanya jambo lolote, jifunze kuomba. Kabla hujachukua ile padu itupe, jifunze kuomba. Kabla hujatoka, jifunze kuomba. Wachawi kabla atoke, anafanya mambo yake, anaangalia kwenye ulimwengu roho. Mchawi anaweza kuangalia kwenye ulimwengu roho ni kipi kitatokea. Lakini sisi tunasema tu, neema ya Mungu yatosha. Neema ya Mungu yatosha. Neema ya Mungu ndiyo inatosha, lakini lazima ujifunze kupigana. Mwingine atakwambia paka scripture. Atakusomea Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17, inasema hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamekwisha. Ndio najua hilo. Lakini pia unajua ni chombo kipya kikali chenye meno. Unajua kwamba unapokula au unapokunywa au ukifanya jambo lolote unafaa ulifanya kwa utukufu wa Mungu. Unajifunza kuomba asubuhi sasa. Na njia rahisi ya kuomba, unaweza kuamuru malaika akutangulie afanikishe njia zako. Unasema katika jina la Yesu Kristo na kwa mamlaka kwa damu na kondoo, unajitakasa tena katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, Jehova utaamuru malaika zako Jehova watulinde katika njia zetu tusijikwae, mikononi mwao watatubeba tusipate kuanguka. Kama mamlaka ya damu na kondoo, natuma malaika anifanikishe njia yangu leo, njia yangu ya kazi ifanikishwe. Unaanza kutuma malaika. Wachawi wanatuma mapepo yanawaangalia. Tuma mapepo. So kama mchawi anaweza geuza fimbo ikawa nyoka, anaweza geuza maji ikawa kama damu. Chakula tunazozikula sasa, unaweza kuwa unakula chakula kumbe unakula nyama za watu. Unakula chakula, unakula nyama za watu. Unaenda kwenye bucha, umefungwa macho. Sisemi ni buchari zote, baadhi. Na mwenye bucha pia anaweza kuwa hajui, ila anauza nyama za watu. Unakula mince meat, kumbe unakula nyama za watu zimegeuzwa. Kuna watu walikufa mali wakasagwa, mkaletea. Unapaka mafuta, kumbe unapaka mafuta za watu. Kabisa unapaka mafuta za watu, unaambiwa ni olive oil. This is olive oil. Kumbe ni pepo liko ndani, ni mtu. Wanasambaza uharibifu na hawajali. Yaani wao their aim is to do as much uharibifu, wacha niambie Kiswahili, kufanya uharibifu. Umepatiwa maji. Kumbuka kuna biashara kabisa ya miili na roho za watu. Unapata ni mtu alikufa, amekufa, anawekewa pipe kwenye mdomo, inatoka na sehemu nyingine, ile maji inachukuliwa, unapikiwa na rojo. Unapikiwa pale, unakorogewa. Uko kwenye 40 za wafu, 40 za marehemu. Niko katika ni 40. Unajua nipatie uji. Unashangaa unaenda mahali wenye matanga ama waliofiliwa hawali, lakini wewe unapiga pilau sasa. Unapiga pilau ambaye niwekee juisi ya nisaidie na hiyo juisi ya maembe. Kumbe ni rojo limekorogwa. Unakunywa pale, kumbe unakunywa mauti. Elisha alifika mji wa Yeriko. Nataka tuende pole tutapiga, lazima tukomboe uhai wetu. Elisha alifika mji wa Yeriko. Watu wa Yeriko wakamwambia, mji huu ni mzuri, lakini tazama haya maji sasa, tunaishi na maji. Maji inaleta mapooza maji. Elisha pia alikuwa na wana wa manabii. Walipokuwa wanakula, walikuwa wamekusanya matango mwitu. Mamboga pale wamekusanya pale kwenye nje pale wakapika. Walipokuwa wanakula, wakasema mauti iko kwenye sufuria. Mauti inaweza kuwa kwenye sufuria. So kumbe kuna mtu anaweza kupatia maji. Hii ni maji, si mauti. Mnaweza kupatia maji. Kumbe amekupa mauti. Kumbe ni mapepo imegeuzwa. Wewe unaona ni maji, lakini kumbe unachokunywa sio maji. Unaona unakunywa uji, kumbe sio uji. Ni kitu kimegeuzwa. Sana kama wewe upendi kuomba, ni kitu kimegeuzwa. Unapewa chumvi. Unashangaa, mbona napewa chumvi leo? Kumbe ni mapepo umepewa. Mapepo umepewa pale. Naambia sasa, chukua ni chumvi. Enda umwage kwenye nyumba. Mafuta haya. Kumbe ni mafuta watoto walikuwa wamechomwa mahali, wamechomwa ile mafuta ikachukuliwa. Ama kuna watoto wengine wanapondo kwenye kiuri, mtoto anawekwa anapondo, alafu wanakunywa ile damu, alafu ile nyama wanaisambaza kwenye maduka. Unanunua tu. Wengine ni mtu amekufa, mwili umegeuzwa, ni mgomba umewekwa pale, ama ni mwili wa mtu aliyekufa kitambo umewekwa pale, marehemu ashakatwa, ndio mnamkula kwenye msiba. Ndio maana mtu wa Mungu unajifunza mahali unaenda,
unajifunza unakula kitu, usikuwe mtu kula utalishwa rojo, kumbe utalishwa mauti. Utakunywa supu, utalishwa mauti. So Mungu akafanya miujiza, akafanya miujiza na Paulo. Hata vitambaa vyake vikafanya nini? Miujiza. Mathayo 9 mstari wa 20, Mathayo 9 mstari wa 20 mpaka 22 nasema, tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12 akaacha nyuma yake akagusa pindo la vazi lake. Hii ni habari yule mama aligusa pindo la vazi. So nikichukua vazi lako naweza lifanyia kitu, ama mchawi akupatia vazi, kumbe nyota ndio inaweza kuwa imeenda, lakini hatujui, tumefunzwa tu, na mchawi anaweza kutumia chochote. Kitabu cha Mambo ya Walawi 13 mstari wa 59, utasoma kuanzia 52 kwa wakati wako. Walawi 13, mimi nitasoma 59, but ukipata muda soma kuanzia 52 mpaka kwenda 59. Nasema hii ndiyo sheria ya pigo la ukoma lililo katika nguo ya sufu au ya kitani au katika kitambaa kilichofumwa au kilichosokotwa. Anakwambia hapa, hili ndio pigo la ukoma. Ukoma ni ugonjwa. Hiyo ugonjwa kwa wapi? Iko kwenye vazi. Ugonjwa kwa wapi? Kwenye vazi. Hapa makuhani walikuwa kuja wakague lile vazi, walikague, alafu waseme ile vazi ni safi. Unashangaa ugonjwa unaonekana kwenye nguo. So kumbe ugonjwa unaweza kuwa kwenye nguo. Ugonjwa unaweza kuwa kwenye nguo. Unaweza kupatia kitambaa. Ndio maana kuna mapasta paka leo. Kuna mapasta paka leo wanapeana vitambaa. Hiki ni kitambaa, this is from my spiritual father. Chukua kitambaa, anafanya kitambaa hivyo, watu wanaanguka. Kumbe ile kitambaa kuna mapepo. Ile vitambaa vimetumika kupangusa vitu kwenye ulimwengu wa roho, ama kile kitambaa kimetoka kwenye pindo la Queen Mother. Ni kitambaa kimesukuma na mapepo. Ndio maana hapa Walawi wanakwambia, Walawi 13:15 nakwambia, sheria hii ni sheria ya pigo la ukoma ambalo liko kwenye nguo iliyoshona kwa kitani safi au sufu. Ni nguo inaonekana safi kabisa. Sufu ni cotton, imeshona kwa cotton. Unapatiwa pale nguo. Umejipa what a bouncing baby boy. Umejipatia mtoto mzuri. Ni mrembo baba. Katona kanapewa nguo. Nyota imeenda kitambo. Ule ni mfanyabiashara wa miili na roho za watu. Ndio maana ni muhimu kuomba Mungu akufungue macho, discernment, akupatie spirit of clarity, uko unajua yani. Ndio maana mambo yako pia yaweke siri. Njia nyingine ya kujizia unatembea kwenye siri. Akumbuka mchawi anaweza kufanya chochote, na wachawi hawana haya. Wacha naonyesha kitabu cha Isaiah 65 mstari wa 3 mpaka 4. Nasema watu wanaonikasirisha daima mbele ya uso wangu. Isaiah 65 chapter 65 verse 3 to 4 inasema watu wanaonikasirisha daima mbele ya uso wangu, wanatoa dhabihu katika bustani na kufukiza uvumba juu ya matofali. Wanafukiza uvumba juu ya matofali. Mstari wa 4 unasema wanakaa katikati ya makaburi na kula katika mahali pasiri. Wajamaa wanakaa katikati ya makaburi. Wachawi, kuna wachawi wanapatana, madhabahu yao yako kwenye makaburi, na kuna watu wamekwama kwenye makaburi. Watu wameibiwa kwenye makaburi. Alimnadhani alikufa, lakini yupo anafanya kazi kuzimu. Kumbuka mchawi anaweza kuingia kwenye bahari. Ndio maana kuna watu wanatoa kafara kwenye bahari. Anapasua mayai pale, wanazama chini ya bahari. Kuna wengine wanaroga kwenye mapango. Kuna wengine wanapuruka usiku, wanafanya kazi na malkia wa anga. Ni malkia wa anga. Kuna wengine wanafanya kazi na yule mkuu wa bahari. Nikamwona mnyama amezuka juu ya nchi. Alikuwa na pembe mbili kama mwana kondoo, lakini alipoongea sasa, aliongea kama joka. Kumaanisha anataka aonekane kama Yesu, lakini kumbe asili yake ni joka. Biblia inasema, acha nimaliza Isaya, inasema wanakaa katikati ya makaburi na kulala katika mahali pasiri, wanakula nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu viovu ndani ya vyombo vyao, vitu viovu. Kuna wachawi paka sasa wanakula kinyesi. Ndio maana mchawi anaweza collect pampa ya mtoto akaenda kafanya. Kumbuka kimetoka kwenye mtoto, bado kina uhalisia wake. Kinyesi chako kikuchukuliwa kikipelekwa kwenye maabara, kwenye laboratory, itajulikana imetoka kwa nani. Rahisi inavyofanyika kwenye ulimwengu wa damu na nyama, hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi wanakula vinyesi, kwa taarifa yako, wanakula damu na wanakula nyama za watu. Mapepo nayo yanapenda damu, mapepo yanapenda uvumba,
harufu ya uvumba na udi. Ndio maana tumedanganywa, ukinyonga usiku chukua udi choma, utakesha. Kinyesi, yes. Wanakula kinyesi. So hawa wanakula vitu viovu. Mchawi anaweza kufanya anything, mchawi anaweza fanya. Ndio maana Kumbukumbu la Torati linatuonya sisi. Kumbukumbu la Torati 18 mstari 10 inasema, asionekane kwako mtu anayempitisha mwanawe kwa moto, sababu ile damu ina nguvu. Kuna watu wanatoa kafara za watoto wao, anamchinja mtoto wake pale, anatoa kafara, kama vile mfalme wa Moabu. Mfalme wa Moabu alimchinja mtoto wake juu ya ukuta, palitokea chukizo katikati ya Wanaisraeli, wakarudi nyuma. Wanaisraeli walifukuzwa na mapepo. Mfalme aliona watu hao wanaenda kunishinda hao. Wamempiga Ogo wa Bashani. Jamaa Ogo wa Bashani alikuwa ni mtu mwenye jitu likapigwa. Wakampiga Sihoni mfalme wa Heshboni, wakamtandikilia mbali. Wakapiga watu wengine pale. Jamaa akaona wanavokuja hawa jamaa hawa watakuja wataninyongelea mbali, wacha nichinje mtoto wangu. Kuna mfalme mwingine pale pia aliita mchawi, anaitwa Balak. Akaita mchawi, njoo nakusii Balak, njoo nilania watu hawa, maana wana nguvu kuniliko. Ili nipate kuwashinda, nione kama nitapata kuwashinda. Maana najua unayemlaani atalaniwa na unayembariki atabarikiwa. So kuna baraka za kichawi. Ukienda kwa mchawi, kwa mganga, ukipata gari, they consider kama baraka, lakini kumbuka yale magari mengine ni wanyama. Utaona kuna mtu ana drive gari, kumbe ni demon limegeuka limekuwa kama gari. Ile gari inaweza pata ajali wakati wowote. Unachunga, unakuwa na macho rohoni, usije ukaingia Prado kumbe umeingia ndani ya mamba. Kumbe umeingia ndani ya mamba, ila macho yako yamefungwa usiweze kujua. Kama mchawi anaweza geuza fimbo ikawa nyoka, basi chochote kinaweza geuzwa. Kukosa hekima ni kudhani ilitokea tu kwenye ulimwengu, ilitokea tu kwa Old Testament. Amini nakwambia, Biblia inasema kwa kadri uovu unavyoendelea kuongezeka, rehema za Mungu zinaendelea kuongezeka. So uovu unaendelea kuongezeka, kumaanisha haya mambo yanafanyika hata zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Tena sasa yanafanyika kabisa. Kwa sababu gani? Yesu alipokuja vita zilibadilika zikawa kwenye ulimwengu wa roho. So kama kitovu chako kilibaki kijijini, ama hata ujui kiko wapi kwa sababu ulikuwa mdogo, kama ile uumbu ulipotoka, ile mfuko wa uzazi ulibaki mahali, ni wakati wa kuikomboa. Lazima ukomboe moyo wako. Inakombolewa vipi? Inakombolewa kwa vita. Kuna watu laana za kwao zilibaki huko kijijini kwa babu mwenyewe hata alikufa, amefungiwa mahali. Biblia inasema bahari itaachilia wafu, kuzimu na mauti itaachilia wafu ili wapate kuhukumiwa. Watu wamefungiwa mahali fulani, babu alileta mambo, amefungiwa. Sawa, laana inaendelea kwenye familia, na mchawi anaweza kutumia chochote. Mavazi ya Yesu yenyewe yaligawanywa. Yalisoma katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 18, nasema wakagawanya mavazi yangu kati yao, na juu ya vazi langu wakapiga kura. Hiyo scripture bado inapatikana kitabu cha Yohana 19 mstari wa 23 mpaka 24. Mavazi ya Yesu, walikuwa wanagawanya mavazi ya Yesu ili weje, sababu kuna upako kwenye mavazi. So wewe pia ukifa, mtu wa Mungu, kuna uwezekano mtu anaweza baki na wewe, akabaki na nguo yako, akibaki na nguo yako amebaki na wewe. Kuna wachawi kabisa, wachawi wanaiba nywele za watu. Wakiba nywele za watu wanaziweka kwenye irizi. Ndio maana Biblia inasema ole wa wanawake washonao irizi. Ole wa wanawake washonao irizi. Hiyo ni kitabu cha Ezekia 13 mstari wa 18 mpaka 19. Inasema basi asema Bwana asema hivi, ole wa wanawake wanaofunga virembo vya vitambaa vya uchawi kwenye mikono yote. Wanavaa irizi vitambaa vya uchawi kwenye mikono yote, na kufanya vifuniko vya vichwa wanafunga vitambaa kwenye vichwa vyao vya kila kimo ili kunasa roho. Je, mtanasa roho za watu wangu na kujipatia roho zenu wenyewe? Ezekia 13:18 tutasoma kwa wakati wako. Mstari wa 19 bado Ezekia 13 mstari wa 19 unasema, nanyi mmejinajisi kwa vipande vya mkate na vipande vya shairi. Kuna vipande vya mkate. Ndio maana kitabu cha Ezekia bado inasema walikuwa wanaoka mikate ili wamwabudu malkia wa mbingu. Wakasema tulipokuwa tunaoka mikate, the queen of heaven, walikuwa wanamwabudu queen of heaven. Life ilikuwa sawa. So wamejinajisi kwa vipande vya mkate na vipande vya shairi, mkiwaua wale watu ambao haikuwapasa kufa. So kuna mtu ambaye haikumpasa kufa lakini aliuliwa.
Mkihifadhi hai watu ambao iliwapasa kufa kwa kuwadanganya watu wangu wanaosikia uongo. So wewe unaweza kuwa umekufa lakini haujui. Umekufa in this manner, unaishi lakini ulishachukuliwa kitambo. Kuna mtu akona damu yako mahali. Kama ulienda kwa mganga akakuchanja chale, akaweka ile damu yako pale, kwenye kuna kamkebe, kuna kakigoda, ameweka pale damu alafu anatia jivu. Ile jivu kwa taarifa yako ni mifupa ya watu waliokufa imechomwa, na nywele za watu na kucha zimechomwa, inakorogwa na mchawi mwenye akili anakoroga akisema mambo fulani. Anaongea kwa ndimi yake. Biblia inasema nijaponena kwa lugha ya wanadamu na lugha ya malaika, kama sina upendo basi sifai kitu. Kumbuka shetani pia ana malaika zake. So kuna lugha ya malaika wa upande mwingine, demons. Anaweza kuwa na kumbe ndo anakufunga. Ulibaki pale. Wengine walibaki kwenye rizi, wengine walibaki kwenye bakuli, wengine walibaki kwenye machupa ya wachawi, wengine walibaki kwenye masuruali za wachawi. Ole wako kama ulibaki kwa suruali ya wachawi, maana sijui kitakachokupata. Ila nataka tutaomba, tutawafyeka, tutawavunja, tutaokoa kila kitu kilichotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Tutaziharibu, tutaziteketeza. Siri nyingine ni kila anayeishi kuna kopi yako mahali. Kuna mtu kama wewe ila sio wewe. Ametengenezwa, amenuizwa. Ni roho imetoka kuzimu iwe kama wewe. Inaweza kuwa imeingia kwenye binadamu, ama inaweza kuwa ni malaika wa giza amegeuka akuwa kama wewe ili akuzuie. Zakaria 3 mstari wa kwanza anasema, nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika na shetani amekaa upande wake kulia ili ashindane naye. So zile replicas, zile copies zinakaa kando kando, zinakuzuia, zinakaa kando. Biblia inasema palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana. Ni mtu ametumwa na Mungu, akazaliwa kabisa. Alizaliwa, baba yake tunamjua, mama yake tunamjua, ila alizaliwa. So panaweza tokea na mtu. Kumbuka watu, ukifa dhambini roho yako inashikiliwa mahali. Ndio maana Ufunuo, kitabu cha Ufunuo inasemaje? Mwana-kondoo alipovunja muhuri wa 5, chini ya madhabahu niliona roho za watu waliouliwa ama waliochinjwa kwa sababu ya injili ya Bwana na kwa sababu ya ushuhuda waliokuwa nao. Walichinjwa. Walikuwa ni watu wa Mungu ila walichinjwa. Walikuwa ni watu wanajua kuomba ila walichinjwa na roho zao zikashikiliwa mahali, na zile roho zilikuwa zinalia Baba, wanazinalia Yesu Kristo, hata lini utalipiza kisasi kwa ajili ya roho zetu na kwa ajili ya damu yetu? Wanazinalia, utalipiza kisasi lini? Ni lini utalipiza kisasi? Je, wewe ambaye bado unajifunza kuomba, bado umekwama kwa Salamu Maria umejaa rehema. Ni maombi sikatai. Salamu Maria ndio amejaa rehema, lakini huyo Maria ndio Maria yule ambaye tunamuomba sisi? Ndio Maria yule ambaye tunamjua sisi? Hapana. Maana ako kwenye sanamu, na Biblia inasema usijichongee sanamu, usijifanyie sanamu. So hizi replica, ndio maana Biblia inasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wa 24. Watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara na miujiza. So kama patatokea makristo wa uongo, hata Alex wa uongo kuna uwezekano anaweza tokea akanizuia. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu na wenye nguvu waliuteka. So panaweza tokea makristo wa uongo, anaweza tokea tu Alex wa uongo wananizuia kando. Wengine hata mshafunga nao ndoa, wengine mshakuwa nao kwenye mahusiano. Amekuja kukuchelewesha. Amekuja kufanya nini? Kukuchelewesha. Ufunuo Revelation 13 mstari wa 11 unasema, kisha nikamwona mnyama mwingine akipanda katika nchi. Alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo, ila alipoongea aliongea kama joka. Ni mnyama. So kama ni mnyama kumaanisha ako na damu na nyama. So panaweza tokea mtu kwa sasa, panaweza tokea tu mtu kama wewe tu, amezuka kutoka kwenye nchi. Amezuka kama wewe tu, tuseme kama vile Kenneth ametokea kama Kenneth. Afanani na wewe, lakini anataka kuchukua nafasi yako. Afanani na wewe kiuso, kwa ulimwengu roho anakuzuia. Kwa ulimwengu roho ni kama afanana na wewe, anakuzuia. Lakini chochote kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. So leo nataka tuingie kwenye ulimwengu roho, nataka tukomboe vyote vilivyoibiwa. Tuharibu. Biblia inasema tusikose kuzijua hila zake. Tuvae silaha za Bwana za vita ili tupate kupigana siku ya uovu. Mchawi anaweza peleka hata picha. Akapeleka picha kwa madhabahu, kwenye makaburi, wakafanya nao matambiko.
wakasema hii picha ni ya mtu fulani, huyu mtu sitaki aolewe, huyu mtu sitaki apate mtoto. Kumbuka anaweza iba hata suruali ya ndani akaenda nayo. Kwa wanaume, kuna wakati unahisi ni kama unafanya mapenzi na mtu ndotoni, we call the kizungu tunasema wet dreams. Kwa taarifa yako, your life force is being collected. Unachokitoa sasa, kinachotoka kwenye mwili kina collectiwa mahali. Mimi mwenyewe nishakuwa na nishajua hiyo siri. Kuna wakati kwa nimelala, wakaja watu kabisa wanasema tumekuja kuchukua uzazi, tunaupeleka mahali fulani kwa wafalme. Huo ni mfano wangu. Hiyo ndio siku nilijua kumbe huwa zinachukuliwa zinapelekwa mahali fulani. Ila wewe unadhani umelala na mtu fulani, kumbe unaweza kuwa umelala na mchawi nyanya, mzee. Mchawi anaweza kuja na mwili wake. Ndio maana kuna wachawi wanashika usiku wakiwa wanarukwa na ungo linaanguka. Na kuna watu usiku wakilala wanatembea peke yao usiku, they sleepwalk. Kuna kuwaga na usingizi wa kichawi. Kuna usingizi unakandamizwa. Ndio maana kama kuna yoyote ambaye ashainyongwa, kuna wakati mwili wako hausongi. Na kuna watu kabisa hawaoti, unalala kama mzigo. Ukilala kama mzigo, mchawi anakuja anakuita, Alex njoo. Alex njoo. Sasa amefanya uchawi wake, Alex njoo. Unaenda, unafungua mlango. Ukifungua mlango anaingia, anamalizana na wewe. Kwa bahati mbaya, akiwa na haraka, ataacha uchafu wake kwenye kitanda. Kuna mtu alikuwa amelala akapata uchafu kwenye kitanda. Kuna mtu pia alikuwa amelala akapata ameingiliwa kimwili. Kwa bahati mbaya aliyeingiliwa kimwili ni mwanaume, ameingiliwa na mwanamume mwingine. Alijua ndotoni, alikuwa nadhani anaota, kumbe inatokea. Akiamka asubuhi kuna uchafu wa mwanamume mwingine kwenye kitanda chake. Wachawi hawana huruma. Ni wewe tu unaonea huruma, unasema ni mama yangu, bado ni baba yangu nampenda. Unajua ni dada yangu nampenda. Dada yako ameua wengi waaminifu. Dada yako amefanya mambo ya ovu, amekaa kwenye makaburi, amekunywa vitu viovu. Dada yako kuna uwezekano alikulisha kinyesi kama wewe ujui. Kuna uwezekano alikojoa kwenye chai. Ya kufunge. Kuna uwezekano ulimpa pesa tu. Ile pesa akaipeleka akainunulia kafara. Mimi nawajua, kuna mtu nilimpa pesa akaenda akanunua kafara aniue mimi. Ila mimi ni mtu wa vita toka siku za ujana wangu. Ila bado mimi ni kijana, mimi ni mtu wa vita. Kuna familia ziko na laana. Ndio maana unakuwa makini pesa yako unaipeleka wapi. Yoabu alimuua Abineri. Daudi ametoka akasikia Yoabu amemuua Abineri. Amemwaga damu isiyo na hatia. Daudi akasemaje? Mimi na ufalme wangu hatuna hatia juu ya damu ya Abineri. Ila damu hii ikae juu ya kichwa ya Yoabu na familia yake. Pasikosekane kwa mtu mwenye kutokwa na damu. Pasikosekane mtu mwenye kutembelea magongo. Pasikosekane mtu mwenye kukosa chakula. Yaani kwao ni ufukara tu. Unapata mtu anatembea kwa kuchechemea, ama amezaliwa sawa amepata na ugonjwa. Kabla usaidie mtu, omba. Kabla upokee kitu pia omba. Usio kupokea. Najua dunia, mbingu na vote vijazavyo dunia ni mali ya Mungu, lakini jifunze kuomba. Unasema katika jina la Yesu Kristo na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Hela hii niliyoipata Baba naitakasa katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Nguo hizi, zawadi hizi nilizopata za mtoto nazitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Navunja kila maagano iliyokuja na nguo hii, na haribu kila laana. Unaweza patiwa laana. Tumeona kitabu cha Walawi, unapatiwa laana, unapatiwa nguo, kumbe ni nguo iko na ukoma. Unajifunza kuomba. Na kabla usaidie watu kwenye barabara, pesa yako iombee. Sasa kama huyu ukoo wa Yoabu unapata Daudi amesema amemwaga damu Abineri. Daudi akasema kwao pasikosekane mtu mwenye kuombaomba. Unapata kadada kanaombaomba pale, kandugu kanaombaomba. Kusaidia watu ni vizuri, lakini jifunze kuomba. The moment you give that cash, ukipiana ile pesa, umejiunganisha na madhabahu za kwao, ila haujui. Nyota yako ishaenda. Umefanya bila kumhusisha Mungu. Last week tulisoma Joshua aliwakaribisha Wagibioni bila ya kufanya shauri na Mungu. Akajua hawa jamaa wamenidanganya. Wagibioni akasema sisi usituue tafadhali. Wacha sisi tukue watu wa kubeba kuni, ama tukue watu wa kuchotea maji, ila usituue. Walifanya agano bila kumhusisha Mungu. So sisi subtopic yetu ni
Mkikula au mkikunywa ama mkitenda jambo lolote, basi mfanye kwa utukufu wa Mungu. Kuna uwezekano ulitupa padi yako vibaya. Kuna uwezekano nguo yako ulitupa vibaya. Kuna uwezekano mtu alichukua nguo yako. Kuna uwezekano mtu baba alichukua jasho yako. Kuna uwezekano mtu alichukua mate. Kuna uwezekano mtu alichukua kivuli. Kuna uwezekano mtu alibaki na damu yako mahali. Tumeona hapa ardhi ilifunguka ikakunywa damu ya Abel. Ardhi ilifunguka ikakunywa damu ya Abel. Kuna uwezekano ulikuwa unakatakata mboga pale ukajikata bahati mbaya, kumbe mapepo yamekujia damu. Kuna mtu nyanya ama babu anajichanja, ama kuna watu hapa ulichanjwa kwenye kiuno ukaambiwa tunakuwekea ulinzi. Ni mapepo ulipewa. Ulichanjwa kwenye uso ukaambiwa huu ni ulinzi. Ulichanjwa kwenye mgongo, ulienda kwa mganga ukachanjwa, damu yako ilichukuliwa ukapakwa majivu, kumbe ni majivu ya mifupa ya watu. Ama ulikula kitu, kumbe umekula mauti. Unaweza kuwa ulikula nyama kwenye bucha, ulinunua, kumbe ni nyama ya binadamu ilikuwa imewekwa pale, imegeuzwa macho. Ndio maana watu wa Mungu tunaomba. Unajifunza kuomba. Chakula pia unaiombea ni kama unapiga mchawi. Kwa taarifa yako, ile maombi ya Mungu Baba, asante kwa chakula leo. Ndio, asante kwa chakula leo. Tunakushukuru Baba. Ndio, tunakushukuru Baba. Bariki chakula hichi. Ndio, kitabarikiwa. Kishabarikiwa. Amen. Watu wanasema amen. Tunaomba Baba tusikose. Ndio, hamtakosa. Lakini hapo bado hujavunja. Hapo bado hujaharibu. Kumbuka chakula kimepitia mikono ya watu wengi, wengine ni wachawi. Unasema katika jina la Yesu Kristo, Baba, imeandikwa kila kitu kwenye Torati, utakaswa kwa damu na pasipo damu hakuna ondoleo. Na itakasa chakula hii katika jina la Yesu Kristo. Na amuru chochote ambacho si kitakatifu ndani ya chakula kivunjike vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Chochote kitakachonidhuru mimi ama mtoto wangu kwa mamlaka ya damu na kondoo na kiharibu katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu walikula chakula, wasichana akamea ndevu. Akaamka asubuhi akaona ndevu zimetoka. Amekula chakula, kumbe imekuja na majini fulani. So unaombea chakula ni kama unapiga mchawi. Unaombea chakula ni kama unavunja mchawi. Naona muda umeenda, nataka tutandike maombi. Leo ni kukomboa vyote vilivyoibiwa. Tunakomboa. Kama ni kitovu kilibaki kwa mchawi, tunakileta. Kama ni matumbo ya uzazi yalibaki, tunaileta. Kama ni damu, tunaileta. Tunakomboa. Sisi ni watu wa vita. Sisi ni watu wa vita. Sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Nataka tuingie vitani. Kama uko tayari, tunaingia vitani sasa. Nataka tutandike